Papa Francis amefanya misa yake ya kwanza nchini Kenya katika chuo kikuu cha Nairobi licha ya hali ya anga kuwa mbaya, na maelfu ya waumini wameweza kuhudhuria katika misa hiyo. Na Seth Onserio kutoka Kenya ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni misa ambayo imeunganisha wengi kutoka mataifa mbalimbali kutia ndani familia zao, wakiongozwa na rais wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ambaye ameambatana na mamake Mama Ngina Kenyatta na mkewe Bi Margaret Kenyatta, kando na naibu wake William Ruto ambaye pia ameambatana na mkewe, kutia ndani rais mstaafu Mwai Kibaki, wote wakijumuika na waumini wengine kulishwa kiroho na Papa Francis. Viongozi wa upinzani pia wakiongozwa na vinara wao Raila Odinga na Kalonzo Musyoka wameamua kuweka siasa kando na kuungana na wenzao kutoka upande wa serikali. Wengi wamepitia changamoto mbalimbali ili kuhudhuria ibada hii, kuanzia hali ya kiafya iliyotofautiana, matope na baridi ya asubuhi ili kufika pahala hapa. Mimi kutoka Busia, tangu jana nilikuja jana jioni. Tumelala kule kwa shule ya upili ya Karen. Kuanzia usiku wote mvua imenyeshia mpaka na sasa tulipokuja hapa asubuhi tumekuwa na manyunyu mengi. Misa imeanza tukiwa na manyunyu mengi na watu wamekuwa wavumilivu wakiwa wengi sana. Changamoto hapa mvua. Kwanza wakati tulipofika jioni tulipelekwa kwa shule ya wasichana ya Karen. Kiwanja kimejaa maji, tukasema hii ndio El Nino. Jijini Nairobi nchini Kenya, wananchi wameweza kujitokeza kwa wingi licha kwamba hali ya anga haijakuwa nzuri sana. Tumeshuhudia manyunyu tangu asubuhi, lakini mwisho wa siku wameamua kuhudhuria misa ya kwanza ya Papa Francisco katika ziara hii ya kipekee ambayo inatendeka Afrika kwa mara ya kwanza. Lakini ni kwa nini hawajafuatilia tukio nzima kutoka kwenye runinga na kuamua kwenda kushuhudia moja kwa moja licha ya hali ya anga isiyopendeza? Wakenya kuwa wa kwanza yeye kuingia Afrika na akatangulia kufika Kenya, akatusalimia kama wa Kenya. At least ni kama tumeinuka kiroho na hata kimawazo. Niliweza kuamka asubuhi na mapema, mvua kunyesha, magari hakuna, lakini kwa sababu ya imani na nilikuwa natarajia nimuone Papa mtakatifu ambayo amekuja kutubariki, na nimeweza kutulia misa takatifu nikisimama hivi nikinyesewa, lakini nimebarikiwa na tumesikia ujumbe ambayo Papa ametuletea ya kwamba tupendane na tuweze kuwajali wale wasiojiweza. Nina furaha sana kwa sababu nimeweza kumuona Pope na ameleta furaha kwa hii dunia na ameleta amani na upendo. Licha ya kupitia hali mbalimbali kama msongamano na kustahimili hali ya anga isiyoridhisha, waliohudhuria hawajajutia hatua yao. Ilivyo ada, kuna wengine ambao wametumia fursa ya ujio wa Papa Francis ili kuweza kujinufaisha, si kiroho lakini kibiashara. Biashara imekuwa smart sana. Kwanza upande wangu, keki nimeuza leo venye sijaiuza. Nasema Papa arudi tena niuze vizuri zaidi. Nimebarikiwa sana. Zile baraka alikuwa ameleta mimi nimeshare kipesa. Nikiripotia Azam News kutoka nchini Kenya, jina langu ni Seth Onserio.